Kiongozi yoyote mwenye dini ya Kiislamu anaishi nchi yoyote duniani akionyesha tu nia yake ya kuwa Uislamu ndio utawale na yawe ndio sistimu ya maisha watu wa nchi yake, huyo automatically ni adui wa Marekani na Marekani atamtafutia sababu za kumuua. Na hiki ndicho kilichotokea kwa Saddam Hussein, hiki ndio kilichotokea kwa Kanali Muammar Gaddafi, hiki ndio kilichotokea kwa al-Bashiri wa Sudani. Marekani anapoipiga Irani haipigi kwa sababu ya mipaka ya nchi wala sio kwa sababu ya vinu vya nyuklia. Si inaeleweka sawa sawa? Vinu vya nyuklia Korea vipo. Vinu vya nyuklia China vipo. Mbona Marekani hawapigi? Kwa maana ya kupoteza maisha ya kiongozi mkubwa kama kiongozi wa Irani kwa nafasi yake kama rais, lakini pia kwa nafasi yake kama kiongozi wa moja ya jumuiya za Kiislamu duniani, kimsingi Muislamu yoyote ambaye anajua maslahi ya uhai, utu na imani lazima aumie. Binafsi lazima nikiri kwamba ni kifo kilichonipa mshtuko mkubwa. Lakini mimi nakwenda kutazama mbali zaidi. Shida kubwa ya Muisraeli na Marekani kwa Irani sio utaifa wa Kiirani. Sio Irani kama taifa. Kumbuka miaka 8 ya mapigano ya Irani na Iraki yaliyoanza mapema mwaka 80-81 ambaye yalidumu kwa miaka 8, mfadhili mkubwa alikuwa Marekani. Na ndiyo mapigano yaliyomzalisha Osama bin Laden. Akiwa upande wa Marekani kwa lengo la kuizoofisha Irani. Japo baada ya kumtumia Osama alikuja kubadilika na kuamua kusimama katika tauhidi. Sasa mgogoro huu si utazami kama mgogoro wa kitaifa. Kwa sababu ukiutazama kama mgogoro wa kitaifa hauna maslahi mapana ya Marekani kwa taifa la Irani. Marekani na Israeli sio wapakani hawana mpakano wa mipaka wa kinchi na Israeli wala Marekani. Marekani inapokuwa inatumia nguvu kubwa katika nchi ya Irani katika kuisambaratisha na kuondoa viongozi wake kwa gharama yoyote, inatumia falsafa na nguvu ile ile iliyoitumia Iraki, inatumia falsafa na nguvu ile ile iliyoitumia Libya, inatumia falsafa na nguvu ile ile iliyoitumia Sudani. Ugomvi mkubwa uliopo baina ya Muisraeli na Marekani ni Uislamu na sio utaifa. Taifa lolote ambalo linaonyesha nguvu ya dola ya dini ambalo maslahi yake yako against na uendeshaji wa serikali za kimagharibi, huyo automatically ni moja kati ya maadui wakubwa wa Marekani. Kwa hiyo taifa lolote linaloendesha siasa zenye nguvu ya kupinga harakati na uendeshaji wa siasa za kimagharibi, wewe unakuwa umeingia kwenye mikono ya Marekani na ni lazima uonekane kuwa ni adui wa Marekani. Kwa hiyo utatafutiwa namna yoyote ya kuhakikisha unaadabishwa, unauawa, lakini hata ikiwezekana taifa lako kupewa viongozi ambao watatii mamlaka za kimagharibi na kuendesha sera za nchi zao. Kwa hiyo kinachomgharimu Mwirani sasa ni msimamo wa kiimani alionao. Unakwenda against na maamuzi ya serikali za kimagharibi. Kwa hiyo ni lazima atafutiwe sababu ya kupigwa, ni lazima itafutwe sababu ya kuua viongozi wake, lakini ni lazima watafutwe timu watakaokabidhiwa nchi ambao wataiendesha serikali ya Irani kwa misingi ya matakwa ya dola za kimagharibi. Hicho ndo kilichopo sasa. Sawa. Naam. Nimeona kwa upande wa Irani wenyewe, wananchi wa mle ndani ya nchi ya Irani wapo wanaoshangilia,
wapo ambao wanahuzunika kwamba kuna wale wanaoshangilia wanaona Marekani alichofanya ni kama kuwakomboa, na hata Marekani huyu Trump anavyoongea ni kama kwamba anawasaidia wananchi wa Irani. Hili labda tunaweza tukalitazamaje? Marekani hajawahi kuisaidia nchi yoyote duniani kwa maslahi yao nchi husika. Mahali popote unapoona Marekani anatia nguvu na juhudi za kutumia gharama kubwa za kifedha za kijeshi, basi atakuwa na maslahi yake binafsi. Okay. Nimeeleweka sawa? Marekani ni mfadhili mkuu wa Israeli. Marekani ni mtu anayetumia teknolojia kubwa kutoka Israeli. Kwa sababu duniani kwa sasa Israeli ndio taifa linaongoza kwa uwezo wa kiteknolojia kwa wataalamu. Okay. Nguvu nyingi za kijeshi na kiteknolojia hizo nazo Marekani anategemea pia kutoka Israeli. Israeli anapata ulinzi kutoka kwa Marekani kutokana na maslahi yanayopata Marekani kutoka kwa Israeli. Taifa pekee ambalo linaonekana ni tishio duniani kwa uwepo wa taifa la Israeli ni Marekani, ukiondoa wale vijana ukiondoa wale vijana wa Kipalestina. Ndiyo. Na bahati mbaya sana watawala siku zote wana nia moja, isipokuwa watawaliwa tu ndo wanakuwa na nia tofauti na malengo tofauti. Okay. Kuna watu wanaweza kujiuliza leo, mbona Mrusi haonekani kuwa nyuma ya Muirani? Ndiyo. Mrusi na Marekani wana fikra na nia moja tu. Okay. Isipokuwa wana njia za utawala tofauti. Okay. Yani mmoja anakaa upande mmoja, mmoja anakaa upande mwingine, lakini lengo lao ni lile lile moja. Okay. Lengo la Mrusi na Marekani ni kuondoa utawala wa Mwenyezi Mungu duniani. Kwa kiongozi yoyote anayeongoza kiimani, hasa ile ya Kiislamu, huyo ni adui kutoka katika misingi ya Mrusi na Marekani, kwa sababu wale wote wanaongoza kisekula. Japokuwa upo wakati Mrusi anaweza kuwa upande wa kundi ambalo Marekani ni against nalo. Ndiyo. Lakini lengo lao la kiutawala ni moja, na wakati mwingine hata siri za nchi ile zinaweza kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Mfano, kipindi hiki tulikuwa kwenye vuguvugu kubwa la kimazungumzo baina ya Irani na Israeli na Marekani. Ndiyo. Marekani anakwenda kupiga Irani katika mazingira ambayo wako katika mazungumzo ya kutengeneza amani. Ndiyo. Marekani anakwenda kuipiga Irani na kwenda kuua viongozi wake. Wairani wanapeleka viongozi wao katika vikao vya kawaida vya serikali katika kipindi ambacho wako kwenye wakati mgumu. Swali linakuja, Muisraeli alijuaje muda ule viongozi wa Irani wako katika vikao au kazi zao za kawaida katika ofisi za serikali na majumbani mwao? Maana yake information ya maisha ya viongozi wa Irani yako mikononi mwa machawa wa Marekani walio ndani ya Irani. Okay. Kwa hiyo ndani ya Irani kuna watu weshaandaliwa kwamba anapoondoka fulani na fulani na fulani nchi tunampa fulani. Huu ni mpango ushapangwa na Marekani na wanajua. Na huenda baadhi ya nchi nyingine kama Russia walikuwa wanajua mpango wa mambo unavyokwenda. Ila kwa sababu wale ni timu moja na wanafanya kazi pamoja, wana malengo mamoja, ni lazima ukubali kwamba kuna siri imejificha katikati ya mataifa ya kimagharibi. Kwa sababu lengo la mataifa ya kimagharibi dhidi ya mataifa ya Kiasia, yale yanayofuata misingi ya dini ya Kiislamu, ni moja. Na hili lililofanywa Irani leo linaweza kufanywa nchi yoyote ya Kiarabu ikiwa tu wataamua kuishi katika misingi ya kidini. Okay. Kuna jambo ambalo Irani analaumiwa. Kwa sababu yeye kwanza wakati anasema anafanya retaliation, yani anarudisha majibu kwa kile alichofanyiwa, imeonekana anapiga kwenye ardhi ya nchi ambazo ni Waislamu wenzake. Saudi Arabia, Kuwait, amezipiga zile nchi karibu zote za Jordan, kapiga sehemu hizo ambazo ni majirani zake. Watu wanalaumu kwamba mbona unawapiga sana hawa kuliko watu wanavyowapiga Israeli, alafu hawa ni Waislamu wenzake. Lakini tena kuna watu wengine wanashangaa, inawezekanaje nchi za Kiislamu kama zile zinashindwa kumsaidia ndugu yao, anapigwa wao wanaangalia tu, kwa sababu wao Irani wanatangaza kwamba wanachopigana ni jihadi. Narudia tena, Marekani hajawahi kusaidia mahali popote pasi na maslahi yake. Hizo nchi zinazotajwa kuwa ni moja kati ya nchi za Kiarabu zinazopigwa na Irani leo
lazima ukubali kuwa hizo nchi zina bezi za kijeshi za Kimarekani. Na Marekani kwa kuwa ana jeshi pale, maana yake ana mikataba ya kudumu baina yao na Marekani katika hali za ulinzi wa kijeshi katika nchi zao. Kwa mantiki na muktadha huo ni kwamba Marekani anapokuwa na bezi ya kijeshi katika nchi yoyote ile, hii inaashiria kwamba nchi ile pia inapata maslahi kutoka Marekani na Marekani inapata maslahi kutoka katika nchi husika. Kwa kuwa nchi hizi ambazo zinaizunguka Irani ni moja kati ya nchi za Kiarabu ambazo kama wangekuwa na msingi mmoja wa malengo mamoja katika kutetea imani na nguvu za kijeshi za kiimani, hizi nchi zilitakiwa kwanza zisiwe na bezi za Kimarekani za kijeshi. Kwa kuweka bezi za Kimarekani za kijeshi, manake hawa ni wafuasi na wasaidizi wa nchi za wa magharibi. Kwa hiyo Irani anachukulia ya hawa ni kama wasaidizi, kama ilivyo Israeli na nchi zingine zinazopata msaada kutoka Marekani. Kwa hiyo Muirani anapokwenda kuzipiga nchi hizi au bezi za nchi hizi, anajaribu kudhoofisha washirika wa nchi hizi. Lakini mimi naiona kama ni salamu ambayo Muisraeli na Marekani anachokifanya leo katika nchi ya Irani ndicho kinaweza kwenda kufanywa Kuwait, ndicho kitakacho kwenda kufanywa Dubai, ndicho kitakacho kwenda kufanywa nchi nyingine zote, kama ambavyo ilifanywa katika nchi za Iraki, zilizofanywa Libya na iliyofanywa pale Sudani. Haya yatakwenda kufanywa katika nchi hizo endapo tu siku moja ataingia rais ambaye ataona nguvu na maslahi ya Uislamu katika kuendesha dola ni bora zaidi kuliko system za kisekula zinazokubaliana na nchi za kimagharibi. Kwa hiyo anachofanya Muirani saizi, wewe umenipigia babangu, mimi nakupigia mwanao ili na wewe nikutie uchungu. Wewe umeniulia babangu, mimi nakuulia mjukuu wako ili na wewe upate uchungu. Okay. Kuna jambo lingine ambalo nalitazama sasa hivi wakati tunaongelea Irani, Marekani na Israel kwamba wapo vitani. Muda huo Afghanistan na Pakistani nao wapo vitani. Hii inaashiria nini? Kwamba tupo katika mgogoro. Hapa tunaona Urusi na Ukraine nao wapo vitani. Vita zimekuwa nyingi sana hapa katikati. Labda tunaweza tukawa tunatazamaje hili jambo? Sasa kuna vitu vingine vya ziada kidogo nataka niviguse. Huu mwaka kwanza ni mwaka wa misukosuko. Sikupata tu fursa ya kuwa ndani ya nchi na kutabiri matokeo ya mwaka huu. Ningeyapata muda mwingi nilikuwa nje ya nchi, kwa sikupata nafasi ya kuzungumza na vyombo vya habari kuwapa mwaka huu. Huu mwaka umeingia Jumatano, Utwalidi. Mwaka wote unapoingia katika Utwalidi, mwaka huo unakuwa ni mwaka wa misukosuko, unakuwa ni mwaka wa matukio ya kustukiza. Nilitakiwa niyaseme haya mapema kwamba huu mwaka kuna vitu vitatokea. Cha kwanza, kabla hujaisha huu mwaka yatakuja magonjwa mengi ya milipuko. Okay. Na yataua watu wengi au kuathiri kwa sehemu kubwa. Huu mwaka huu, sikiliza, shika ya maneno yangu. Tuko mwezi wa tarehe 1 mwezi wa 3 leo. Katika miezi 12 tumebakiwa na 9. Tutapata milipuko sana ya maradhi ambayo itapelekea watu kupoteza maisha. Kama ilivyokuwa corona au mfano wa hivyo, majanga yatatokea. Lakini katika huu mwaka tutapata vifo vya ghafla vya viongozi wakubwa wa nchi. Katika mazingira yasiyotarajiwa. Yaani kiongozi wa Irani kufariki ni mfano tu. Wako viongozi wengi watakufa. Na baadhi ya viongozi watakufa kwenye kampeni za kisiasa. Katika dunia hii mtakuja kuona. Haya nayasema mtanikumbuka. Kwa sababu mwaka ni mwaka wa matukio. Kama sio kwenye kampeni, baada ya kutawazwa tu mtu anaondoka duniani. Yaani itatokea vifo hivyo. Lakini pia huu mwaka utakuwa ni mwaka wa usaliti. Yaani huu mwaka watu watasalitiana sana. Viongozi wa juu watasalitiana sana. Ngazi za kisiasa watu watasalitiana sana. Ngazi za kifamilia, kikabila na kitawala za kikoo na kichifu watu watasalitiana sana. Kwa hiyo tutarajie kuona vifo vya viongozi wengi ikitokea mwaka huu kuliko miaka 10 nyuma. Yaani mwaka huu tutarajie kuona vifo vya viongozi wengi kuliko vifo vya viongozi miaka 10 nyuma, kwa sababu ni mwaka ulioingizwa au unaoingia ukiwa na usaliti mkubwa. Kuna watu watasalitiana sana.
lakini ni mwaka ambao tutapoteza watu maarufu wengi pia. Vifo vya watu maarufu duniani vitajitokeza sana, na vingi katika hivyo vifo vitakuwa vya ghafla kwa sababu ya mazingira ya aina ya mwaka wenyewe. Lakini huu ni mwaka tofauti pia, ni mwaka wenye uchumi mkubwa sana kwa dunia, ni mwaka wenye mafanikio sana kwa sababu huu mwaka kiutawala, mtawala wake anashika mshale. Kwa hiyo wale ambao watakuwa wanatafuta fedha na mafanikio kwa kutafuta kusafiri, huu mwaka ni mwaka wa mafanikio pia. Yaani mtu kama anajipanga huu mwaka anaenda kuwa tajiri. Ni mwaka wenye uchumi mwepesi na mrahisi kama utasimama vizuri na kuzichanga karata zako kwa kufuata kalenda na tarehe za utafutaji ipasavyo. Kwa hiyo wale ambao wanataka kuwa na maisha mazuri na utajiri, huu ndo mwaka wa kuzitafuta fedha. Kwa sababu huu mwaka umeingia Jumatano, na Jumatano ndio siku Mungu ameomba majini na viumbe wengine wengi wasioonekana. Kwa hiyo huu ni mwaka wa kutumia viumbe katika mafanikio mno, na watu wengi watafanikia kupitia mwaka huu kwenye biashara zao, hasa wale wenye spiritual power za asili ambao hata kama yeye hajui, alijaenda kuwanunua, hajakutana na mtaalamu, lakini kaumbwa tu na spiritual power katika nafsi yake. Huu mwaka spiritual power nyingi zitawafungulia watu na kuwa na riziki kubwa. Kwa wale ambao hawatakuwa navyo, hawajui namna ya kusaidiwa, watafute wataalamu, wakae nao chini, wawape maelekezo vipi wanaweza kuzitumia spiritual power zao kuwa na mafanikio makubwa. Na hiki ninachokisema, kama watu watakuwa wa kweli, wengi wanaweza kuja kutoa comment. Miezi mitatu ya mwanzo watu wenye spiritual power wamefunguliwa riziki sana kuliko watu wasio na spiritual power. Na kuna watu wana maisha mazuri, biashara zao zimefunguka kuliko maisha waliyokutana nayo mwaka jana, ambao ulikuwa ni mwaka mbaya sana kwa sababu uliingia siku ya Jumanne, kama mtakumbuka vizuri, ulikuwa ni mwaka wa mateso na mauaji na vitu vya mfano hivyo. Kwa hiyo niseme tu mwaka huu wa 2026 ni mwaka ambao utakuwa na matukio mengi ya kushtukiza, lakini mengi yao yatakuwa mabaya yenye madhara makubwa katika dunia. Kwa hiyo nikirudi kwenye hoja ya msingi ya vita kama vya Afghanistan na Pakistani, vita vya Irani, Israeli na kadhalika, vita hivi vyote hivi unavyoviona ni moja kati ya vita ambavyo vinajenga maslahi ya watu wa magharibi. Vita vya Russia leo na wale wanani wale Ukraine, vile vita pia vina mkono wa umagharibi na magharibi wanafaidika. Nataka nikwambie, wa magharibi wanafaidika katika vita hivi kwa hali na mali. Okay. Sawa sawa. Tuongelee kwenye hili la vile vile hawa Irani wanavyotamka kwamba wanapigana jihadi. Kule kupigana kwao ni kweli wanapigana kwa maslahi ya Uislamu au wanapigana kwa maslahi yao? Kwa sababu hata Waislamu ambao wapo nje ya Irani nao wanagawanyika, wanaona kama wale watu wanapigana kwa maslahi yao wenyewe, sio kupigania Uislamu, lakini wengine wanaona hiki wanachofanya ni kupigania Uislamu. Labda niseme kitu kimoja. Jihadi ni nini kwanza? Jihadi ni juhudi. Neno jihadi tafsiri yake ni juhudi. Na juhudi hizi zinaweza kuwa zikiwa juhudi za kupigania dini, zimegawika katika makundi. Inaweza kuwa kufanya mikutano ya dini kwa maana ya mihadhara, hiyo ni jihadi. Kujizuia kufanya maasi, kuacha kuzini, kuacha kulewa, kuacha kuiba, hiyo ni jihadi. Kwa sababu jihadi kuna ya vita na kuna ya nafsi na kuna ya dawa, mafundisho, kujitolea nafsi, kufanya mambo kwa ajili ya kupeleka mbele Uislamu. Narudia tena, Marekani anapokwenda kumpiga Muirani, Muisraeli anapokwenda kumpiga Muirani, haofii mipaka ya nchi, anahofia nguvu ya dola ya Kiislamu dhidi ya sera za kimagharibi. Kiongozi yoyote mwenye dini ya Kiislamu anaishi nchi yoyote duniani, akionyesha tu nia yake ya kuwa Uislamu ndio utawale na yawe ndio sistimu ya maisha watu wa nchi yake, huyo automatically ni adui wa Marekani na Marekani atamtafutia sababu za kumuua. Na hiki ndicho kilichotokea kwa Saddam Hussein, hiki ndio kilichotokea kwa Kanali Muammar Gaddafi, hiki ndio kilichotokea kwa al-Bashiri wa Sudani,
na nchi nyingine nyingi viongozi wake walionyesha nia ya kutaka dola ya Kiislamu itawale katika nchi zao na kuendesha Uislamu. Kwa hiyo Marekani anapoipiga Irani haipigi kwa sababu ya mipaka ya nchi, wala sio kwa sababu ya vinu vya nyuklia. Si inaeleweka sawa sawa? Vinu vya nyuklia Korea vipo, vinu vya nyuklia China vipo. Mbona Marekani hawapigi? Swali hilo umelielewa hilo swali? Korea zote mbili zinatengeneza nyuklia, China inatengeneza nyuklia. Kwa nini vita hivi viende vikapigwe wapi? Irani. Lakini nyuklia Russia anatengeneza. Mrasha hatengenezi, hatumii nyuklia. Kwa nini Marekani hampigi Mrasha na ni taifa kubwa kuliko Irani? Anachohofia Marekani sio nyuklia. Anachohofia Marekani ni nguvu ya kijeshi mikononi mwa Waislamu. Mtu yoyote mwenye nguvu ya kijeshi, mwenye taswira ya nguvu ya Kiislamu, huyo ni adui wa Magharibi na Marekani. Kwa kinachotokea pale ni jihadi kweli, ila huyu Muirani anayetaka kupigana jihadi na Marekani anapigana akiwa yatima. Hawezi kushinda kwa sababu ya uyatima wake. Na hilo ndio nataka niongezee kwamba watu walikuwa wanaona kuna uwezekano labda Irani akamshinda vita Marekani. Hawezi kwa sababu mbili. Ndani ya Irani kuna mamluki wa Kimarekani. Kwa hiyo hakuna siri ya Muirani itakayofanywa ambayo Marekani haijui. Marekani katika kipindi chote cha vikwazo cha miaka zaidi ya 40 alichowekewa Muirani, ambaye Muirani akaamua kutumia lugha ya Kifursi na kuamua kutengeneza teknolojia ya kuzalisha maprofesa watakaoiendesha nchi kwa vitu mbalimbali, kwa maana ya teknolojia mbalimbali, kutengeneza magari yao, kutengeneza silaha zao, kutengeneza mitambo mbalimbali ya umeme, kutengeneza kila kitu kinachowahusu wao kwa wao. Wakati hayo Marekani akiyafanya, Muirani akiyafanya, Marekani aliwatumia baadhi ya Wafursi, baadhi ya Wairani wenyewe kwenda kusoma nje ya nchi yao, kwenda kujifundisha lugha yao na kwenda kusoma siri zote za Irani. Kwa hiyo Marekani anaijua siri ya Marekani vilivyo, anajua vinu vya nyuklia viko wapi, anajua ukubwa wa silaha alionao, anajua namna ya kuwamaliza kwa kuwatumia Wairani mamluki walio ndani ya Irani. Kwa hiyo Irani asitarajie kushinda vita hivi, ni ngumu sana. Sawa, tumalizie na swali hili. Tuliwahi kuona huko nyuma kwamba Irani na Israel walikuwa ni marafiki. Tena Irani ndo alikuwa anamsaidia sana Israel. Lakini ghafla imebadilika. Labda hii inaweza kawa shida ilitokea wapi? Lakini hiyo kwamba unaweza kawa ulikuwa kweli unajua Israel walikuwa na urafiki na Irani, na labda kuteteleka kwake kulitokeaje mpaka leo wapo kwenye vita. Asante. Labda nikwambie kitu. Marekani anapokuwa na hofu kubwa na taifa lolote, anatafuta njia ya kulifahamu lile taifa vilivyo, na njia mbili anatumia. Anaweza kutumia mamluki wake kuingia moja kwa moja ndani, au anaweza kutumia marafiki wake wakajenga ushirika. Nimeeleweka sawa? Hapo nakuelewa. Nataka nikupe mfano mdogo sana. Kuna nchi inaitwa Burkina Faso. Ndio, Burkina Faso. Ya Rais Traore. Ndio. Tunaweza tukasema Mfaransa amefeli kwa Traore. Tunahesabu hivyo ndio amefeli. Kwa sababu amefukuzwa na vitu vya mfano wa hivyo. Ndio. Hajafeli. Okay. Hajafeli. Okay. Anatengeneza hesabu za mbali. Mzungu Mossad. Ndio. Kwa maana ya shirika la kijasusi la Israeli, ambao kwa kiasi kikubwa Waisraeli wale ndio wanaotengeneza Mazayuni, wale watu 300, watu 300 duniani, kwa sababu Wazayuni yote duniani wako watu 300 tu. Okay. Ambao ndio wanaiongoza dunia, ambao ndo wanamonita kila serikali na dola duniani iliyopo active. Wao wana mamluki wao ndani na anafanya kazi na wao ili kuhakikisha mambo yanakwenda, ambao hawa mlinzi wao mkubwa ni Marekani. Kuna watu wanasema Muisraeli ni kibaraka wa Marekani. Marekani ndo kibaraka wa Israeli. Okay. Nimeeleweka vizuri?
Marekani ndio kibaraka wa Israeli, kwa sababu ili Marekani iendelee kusimama kiteknolojia inahitaji Israeli isimame. Sasa ili Israeli isimame, kwa sababu wao ni wachache, ni lazima Marekani atumie gharama yote kuhakikisha Israeli inasimama. Kwa hiyo mtumwa pale ni Muisraeli, mtumwa pale ni Marekani, si Muisraeli. Muisraeli anatumikiwa na Marekani kulinda maslahi yake, ili Marekani aendelee kupata teknolojia ya taaluma ya kisomi kutoka wapi? Kwa Waisraeli. Kwa sababu Waisraeli katika dunia ya leo ndio wataalamu wa teknolojia kuliko taifa lolote duniani, kwa sababu wale ni taifa teule la Mungu, hiyo huwezi kuondoa. Mungu alishawapa zile baraka za elimu na usomi, hiyo huwezi kuondoa. Leo Muisraeli pamoja na kuwa na Tel Aviv, mji mkuu wa Israeli juu, lakini mji alionao Muisraeli chini ni mkubwa zaidi kuliko uliopo juu. Vita vikija, Muisraeli anaweza kukusanya Waisraeli wote akapeleka chini ya ardhi na mkapiga Tel Aviv mpaka ikabaki imechakaa, na baada ya muda Waisraeli watabaki wapya na maisha yataendelea. Kwa sababu alichofanya Muisraeli ni kujenga mji mpya chini ya ardhi ambao utakuwa sababu ya yeye kuweza kushindana na dola yoyote itakayokuja kupigana nayo. Kwa hiyo utavunja magorofa ya juu, lakini huitavunja andaki zake. Nirudie hicho kipande unielewe. Nataka nionyeshe kwamba Muisraeli ametengeneza mji juu ya chini ya mji mwingine ambao umelenga kujihami. Kwa leo hata ikitokea taifa zitakusanyika kuipiga Israeli na kuifuta Israeli yote pale juu, baada ya muda wana mji mwingine chini na maisha yataendelea. Hiyo ndio walichokifanya. Sasa nataka niseme nini? Nataka niseme kwamba nchi yoyote inayokuwa mwiba kwa mataifa ya kimagharibi, mataifa ya kimagharibi wanaangalia vitu viwili: power ya mtu binafsi au power ya serikali endelevu katika nchi aliyonayo. Kama power ni ya mtu binafsi, wakiamini kwamba nguvu yake ndio itasimama kwenye hilo analolitaka, wao sio kazi ngumu kukusubiri, kwa sababu miaka 30-40 ijayo wewe hautakuwepo. Ndio. Na unapokuwa haupo miaka 30-40 ijayo, wao watakosha muandaa mtu atakayeendesha nchi kwa namna wanayotaka wao. Jamaa kule wanajipanga. Umeelewa vizuri? Ndio. Kwa kuna watu leo wanafika wanasema Traore mwamba anafanya kila kitu, kamuondoa Mfaransa, ni rafiki wa karibu wa Russia, anajenga nchi yake. Ni muda tu. Ni muda tu. Kwa sababu Traore hana uwezo wa kuishi miaka 100 mbele. Au hayuo hana. Miaka 35 akiongezewa na 35, 40, 70, 80 itakwisha. Na maana miaka 50 ijayo mbele wakipiga hesabu leo, wanaweza kumweka kibaraka miaka 35, 40 ijayo. Baada ya Traore akaja mtu wao. Na huwezi kuzuia. Kwa sababu wakati wewe unatawala sasa, wakiona kukuondoa wewe itakuwa lawama, wanamuandaa mtu baada ya wewe lazima atawale. Na lazima atakuja kutawala. Na yeye akisimama atafuta yale yote waliofanya yule aliyepita, ataweka upya yale wanayoyataka wao na maisha yataendelea. Kwa sababu hesabu za utawala kuna long plan na short plan. Sasa nimeleka sasa hapa nakuelewa. Kwa hiyo hayo ndivyo yalivyo mambo. Naam. Kwa hiyo tunapoenda kuzungumzia Marekani na Irani, bado hali ni tete sana. Hali ni tete sana. Naiona Marekani, naiona Irani ikienda kuanguka kama ilivyokuwa Iraq, naiona Irani ikienda kuanguka kama ilivyokuwa Libya, naiona Irani ikianguka kama ilivyokuwa Sudani, kwa sababu mpaka Marekani unaona leo anaamua kufurumusha mabomu. Kwanza Marekani mpaka alipokubali kutengeneza mazungumzo alikuwa anataka kumhadaa Muirani. Ili afike mahala Muirani aone kwamba Marekani anamuogopa Muirani. Na alikuwa analenga kumfanya Muirani afanye kiburi ili afike mahala amnyooshe kwenye kiburi chake. Ajione anaweza, kumbe hawezi. Ndio lengo lilikuwa la Marekani. Lakini mpaka Marekani anakwenda kumuua rais wa Marekani, mkuu wa majeshi wa Irani, anamuua mkuu wa majeshi wa Irani, anamuua rais wa Marekani wa Irani, mshasa wa ulinzi wa Irani, sijui mshauri wa mambo ya usalama, anakwenda kuwaua.
maana yake alishaplani kila kitu na alishapanga, alijua hili linafanyika saa fulani, muda fulani, dakika fulani, sekunde fulani, mahali fulani. Maana yake information zote za Marekani kwa sasa Marekani anazo. Marekani anajua kama Muirani hana silaha za nyuklia, anajua vizuri. Na ukitaka kujua anajua vizuri Marekani kuwa Muirani hana silaha za nyuklia, ipiganwe vita itakavyopiganwa, hutasikia Marekani anatumia silaha nyuklia kulipiza kisasi, hutasikia. Na Marekani anajua hana, ila anatengeneza propaganda ili amuondoe yule aliyopo madarakani tu, basi anajua vizuri kuwa hana silaha za nyuklia. Okay. Sawa. Labda hii ina kupigwa sasa kwa Irani, labda kishaanguka taifa la Irani, kwa sababu ndio pale Mashariki ya Kati kwa taifa la Kiislamu ambalo lilikuwa linaonekana lina nguvu ndio Irani. Ikitokea yeye ameshaanguka, hii itakuwa na maana gani kwa nchi zile ambazo ni za Kiislamu kwa kule Irani, kwamba sasa nchi zote zitakuwa zimerudi kisekula kama ambavyo tumekuja kuona Iraq imekuja kuwa nchi ya kawaida kabisa? Na ndio lengo la nchi za magharibi, ni kuhakikisha secular system ndio inatawala na sio Islamic system. Kwa hiyo lengo lao ni kupunguza kasi ya kila dola ya Kiislamu. Na ndio maana nimekupa mifano hai ya nchi 3 nimezitaja. Nimekutajia Iraki, nimekutajia Libya, nimekutajia Sudani. Marais wake walianza kuonyesha nia na makusudio ya usimamizi wa nguvu za Kiislamu katika kusimamia dola. Na wao wanaamini mafundisho na system ya Kiislamu katika kusimamia dola yana matokeo mazuri zaidi kwa raia na maslahi mapana zaidi kwa raia, na hivyo hawataki hilo jambo liwe. Ndio maana wao wanalazimisha system ya kisekula iendelee kubaki, kwa sababu adui mkubwa wa secular system ni Muslim system, Islamic system. Sawa, Dr. Sule, tumekuwa na mazungumzo mazuri. Nafikiri kipindi chetu wataenda ukitazama na watakipenda. Tumalize tu, labda ujitambulishe kidogo, ambao hawakujui wakujue, tumalize. Mimi naitwa Dr. Sule, ni muhadhiri wa dini ya Kiislamu, lakini mkurugenzi wa Islah Dua Center, na hapa tulipo ni ofisini kwangu Ilala Bungoni, barabara ya Sharif Shamba, nyumba namba 3. Hapa tuna kituo kikubwa cha dua ambacho kinakwenda kufanya kazi mbalimbali, lakini hapa lengo letu kubwa ni kumkomboa mwanadamu katika maisha yake kiafya na kiuchumi. Kwa hiyo wale wote ambao wana matatizo ya kiafya, kiuchumi, wana shida, matatizo ya kesi na mambo mbalimbali, hapa ndio mahala pake. Naomba niwahakikishie, tatizo ni lazima liishe kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Yaani mtu mwenye shida yote na tatizo lolote aje hapa aweze kupata huduma zetu, na atavukwa au ataondoshwa katika hilo tatizo alilonalo. Na niseme tu, hivi karibuni kumekuwa na wimbi kubwa la matapeli. Nasikitika sana na inaniumiza. Nimekuwa nikipokea simu nyingi, watu wakitapeliwa fedha zao kwa kutumia akaunti feki za mitandao ya kijamii zenye picha yangu na pengine kuweka hata baadhi ya video zangu. Ni waase wale wote ambao wamekuwa na kanuni hiyo na tabia hiyo, waache mara moja. Naendelea kufuatilia kisheria, na tutakapowakamata na kuwaweka katika mkono wa sheria, tunaweza kuwafungulia mashtaka kwa sababu analitumia jina langu vibaya. Lakini tu niwaambie wale ambao wanaendelea kutapeliwa mitandaoni, wasikubali kutapeliwa. Mtu akikwambia nitumie pesa lakini na kutumia jina la namba halitatokea Sule, litatokea jina la mtu mwingine, huyo ni tapeli na mwizi. Usikubali kutuma pesa kwenye namba yoyote ambayo haitatoa jina langu Saifu Hassan Sule au Saifu Sule, huyo ni tapeli na mwizi. Usikubali kutuma hata shilingi 10, huyo analenga kukutapeli. Namba za simu zangu binafsi, yani hizi ukinipigia unanipigia mwenyewe na utaongea na mimi mwenyewe. Leo nazitaja namba 2. Naitaja namba yangu ya kwanza na namba yangu ya pili mpya, uzichukue hizo. Ya kwanza ilikuwa 0710800400, ambayo kwa wale walio nje ya nchi wataanza na alama ya kujumlisha 255710804. Namba yangu ya pili ni 0748800400, au kwa wale walio nje ya nchi wataanza na alama ya kujumlisha, yani alama ya kujumlisha 25574880400. Hizo ndo namba zangu. Kwa hiyo nakusihi, na wewe ambaye umetapeliwa na una namba ya simu ya muhusika uliotuma fedha ama akakutapeli kwa kumpigia simu, naomba hizo namba utuwasiliane na sisi kwa namba nilizozitaja, zitusaidie kumfuatilia, kumtrack alipo,
tumkamate na wewe uweze kuwa shahidi wa kurejeshewa haki yako. Huo ndo utaratibu ambao tumeupanga kwa wale wanaotumia vibaya jina langu na akaunti zangu, wanazitumia vibaya akaunti za kijamii za mitandao ya kijamii kwa kutumia majina yangu. Inshallah wale wenye shida mbalimbali tuwasiliane kwa namba nilizozitaja. Huduma zinaendelea kutolewa. Tunapatikana barabara ya Sharif Shamba, Ilala Bungoni, nyumba namba 3, barabara ya Sharif Shamba au mtaa wa Sharif Shamba. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama umetembelea channel yetu kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe ili kwanza kupata kila video tunayokuwekea.